Nchi ya Iran imechukua misimamo thabiti na yenye upande maalum katika vita hizi zinazoendelea. Iran inaunga mkono Urusi dhidi ya Ukraine na inaunga mkono Hezbollah dhidi ya Israeli katika kusini mwa Lebanon. Hii inatokana na sera yake ya kinyume na Magharibi, hasa Marekani na Israeli, na kushirikiana na Axis of Resistance, mhimili wa upinzani. Misimamo ya Irani kuhusu vita vya Urusi na Ukraine ni hii hapa. Uungwaji wa mkono kwa vitendo kwa Urusi. Tangu vita vya Ukraine vilipoanza mwaka 2022, Iran imewapa Urusi maelfu ya drones na inaendelea kutoa misaada ya kijeshi. Hii inajumuisha teknolojia na ushirikiano wa kijasusi. Iran inachukuliwa kama mshirika hai katika vita hivyo, ikisaidia Urusi katika kushambulia malengo ya Ukraine. Jambo lingine ni siasa ya kimkakati. Iran inaona vita hivi kama sehemu ya mapambano dhidi ya umagharibi wa kibeberu unaoongozwa na Marekani na washirika wake. Iran na Urusi zimeimarisha uhusiano wao kupitia makubaliano ya miaka 20 ya kimkakati mwaka 2025, kushiriki katika BRICS na Shanghai Cooperation Organization SCO. Hii inaimarisha uhusiano wao wa kiuchumi, kijeshi pamoja na kisiasa. Jambo lingine ni hali ya sasa mwaka huu 2026. Hata kukiwa na vita vya Iran na Marekani pamoja na Israeli, Iran inaendelea kutoa misaada kwa Urusi kama drones zilizoboreshwa. Urusi nayo inatoa misaada ya kijasusi kwa Iran. Vita vya Iran vimeathiri Ukraine kidogo kwa upungufu wa silaha, lakini Iran inaendelea kuona Urusi kama mshirika wao muhimu. Msimamo rasmi wa Iran inalaani uvamizi wa kimagharibi na inashikilia kuwa Urusi inatetea haki yake dhidi ya upinzani wa NATO. Hakuna dalili ya kubadilishana msimamo huu hadi sasa. Hii hapa ni misimamo ya Iran kuhusu vita vya Israeli huku Hezbollah kusini mwa Lebanon. Jambo la kwanza ni uungwaji mkono mkubwa kwa Hezbollah. Iran inaona kwamba Hezbollah kama mali ya kimkakati na sehemu ya Axis of Resistance dhidi ya Israel. Iran inawapa Hezbollah silaha, mafunzo, fedha na maelekezo. Vita vilipoongezeka Machi mwaka 2026 baada ya mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran, Hezbollah ilishambulia Israeli ili kusaidia Iran. Jambo lingine ni kuhusu ceasefire. Iran inasisitiza kwamba Lebanon na Hezbollah lazima zijumuishe katika mapatano yoyote ya kusitisha mapigano. Ilitishia kuondoka katika mapatano yake na Marekani mwaka Aprili 2026 ikiwa Israeli itaendelea kushambulia Lebanon. Iran inalaani mashambulizi ya Israeli kama uvunjaji wa amani na mauaji ya raia na inataka Israeli iondoke kabisa kusini mwa Lebanon. Jambo lingine ni hali ya sasa Mei mwaka 2026. Licha ya mapatano ya Aprili, Israeli inaendelea kushambulia Hezbollah na Iran inatoa maonyo makali. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas, na viongozi wengine wamesema kuwa mashambulizi yanayoendelea yanakiuka mapatano na yanaweza kusababisha majibu ya kulipiza kisasi. Iran inaunga mkono Hezbollah katika shughuli zake zote za sasa kama drones pamoja na makombora. Msimamo rasmi ni kwamba Iran inaona vita hivi kama sehemu ya mapambo tu ya kikanda dhidi ya Israel na Marekani. Inataka mapatano ya kudumu yaliyomlinda Hezbollah na kuondoa uwepo wake wa Israeli katika eneo hilo. Mandhari ya jumla na athari za vyote yanayoendelea. Jambo la kwanza ni vita vya moja kwa moja vya Iran. Iran ilipigwa na Marekani na Israeli kuanzia Februari mwaka huu wa 2026, ikipoteza viongozi wakuu na ikajibu kwa makombora na drones. Hii iliathiri msimamo wake katika vita vingine, lakini haikubadilisha uungwaji mkono wake kwa Urusi na Hezbollah. Iran inaendelea kutumia proxy kama Hezbollah ili kuepuka vita vya moja kwa moja wakati inajenga nguvu. Jambo lingine ni lengo la Iran: kuhifadhi utawala wake, kudumisha programu ya nyuklia na kuendelea na upinzani dhidi ya Israel na Marekani. Inatumia vita hivi kuimarisha uhusiano na Urusi pamoja na China. Msimamo wa Iran unaweza kuwa na mvutano hasa kama Israeli itaendelea kushambulia Lebanon na kama mazungumzo ya Marekani yatashindwa. Muhimu unatakiwa kuzingatia ni kwamba taarifa hizi zinatokana na ripoti za kimataifa na zinaweza kubadilika haraka kulingana na matukio.
Iran inaendelea kuwa na sauti kali dhidi ya Israeli na inaunga mkono Urusi, lakini inakabiliwa na shinikizo kubwa la kiuchumi pamoja na la kijeshi. Una maoni gani kuhusu jambo hili? Tuandikie hapo kwenye comment section. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.